Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia mtu mmoja kwa tuhuma za kuhusika katika shambulio dhidi ya Padri Charles Kitima, katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC, alijeruhiwa kichwani na kitu butu akiwa katika eneo la maliwato ya kantini ya TEC Kurasini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muriro, tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia leo Mei Mosi majira ya saa 4:15, muda mfupi baada ya Padri Kitima kuhitimisha kikao cha viongozi wa dini kilichofanyika tangu saa 3 asubuhi hadi saa 1 jioni. Baada ya kikao, Padri Kitima alielekea kwenye kantini ya baraza na kubaki hapo hadi saa 4:15 usiku alipokwenda maliwatoni, na ndipo alipojeruhiwa kichwani na watu wawili waliotumia kitu butu, imeeleza taarifa ya polisi. Padri Kitima alikimbizwa katika hospitali Aga Khan ambapo anaendelea kupatiwa matibabu na hali yake inaelezwa kuwa inaendelea vizuri. Jeshi la polisi limeeleza kuwa linamshikilia Rauli Mahabi, mkazi wa Kurasini, kwa mahojiano kuhusiana na tukio hilo na linafanya uchunguzi wa kina wa chanzo cha tukio hilo na kuchukulia hatua kali na za haraka wote waliohusika. Padri Kitima, kando na ushawishi wake na nafasi aliyonayo ndani ya kanisa, amejipatia maarufu mkubwa nchini Tanzania kwa miaka hivi karibuni kwa namna ambavyo amekuwa mkosoaji mkubwa wa mienendo isiyofaa kwa jamii na akiwa mstari wa mbele katika kuhubiri utawala wa sheria na haki za binadamu pamoja na demokrasia. Tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2025 majira saa 4 usiku, maeneo ya Baraza la Maaskofu Tanzania Kurasini, Temeke, Dar es Salaam, ilipokelewa taarifa ya kujeruhiwa kwa Padri Charles Kitima ambaye ni katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Padri huyo inadaiwa tangu saa 3 asubuhi walikuwa na kikao na viongozi wa dini mbalimbali katika eneo hilo, na baadaye, baada ya kikao kuisha, yeye majira saa 1 jioni alikwenda kwenye kantini yao ambapo aliendelea kupata kinywaji hadi saa 4:15 alipokuwa maliwatoni pembeni ya kantini hiyo. Alidai kushambuliwa kichwani na watu wawili. Baadaye alipelekwa hospitali ya Aga Khan kwa matibabu na anaendelea vizuri na matibabu. Mtu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Rauli Mahabi, maarufu kama Haraja, mkazi wa Kurasini, anashikiliwa na kuhojiwa kuhusiana na tukio hilo. Uchunguzi zaidi wa kina unaendelea ili kubaini wahusika wa tukio hilo na hatua kali za haraka zitachukuliwa kuhusiana na tukio hilo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.